الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ndugu zangu Waislamu, leo itakuwa ni darsa yetu ya 7 kuhusu mada ya Ibilisi katika Qur'ani. Mpaka yana tukitaka kufupisha kwa dakika moja ili tuande leo, tumeweza kufahamu maana ya Ibilisi kilugha na kiistilahi, maana ya jini lugha na istilahi, maana ya shetani lugha na istilahi. Pia tumeweza kutoka na fikra ya kwamba huyu Ibilisi alikuwa ni katika majini au alikuwa ni katika malaika, na tumeyasikia maneno ya wanazuoni wa pande zote mbili katika mijadala yao, wanaothibitisha hili au wanaothibitisha lile. Pia tumetoka na majibu kama wafuasi wa dini ya Kiislamu kwa ufupi wa dalili nilizozieleza 3, Qur'ani na Sunna na ijma, kwamba majini wako na ni kitu hakiwezi kutiliwa shaka. Kimethubutu kwa Qur'ani kwa aya tungu ndima, kimethubutu kwa hadithi nyingi sana, na ni kongamano la maulamai wa Kiislamu wa madhahabi yote kwamba kiumbe anayamkuliwa jini upo. Sasa mada tutakao kuendelea nayo sasa hiyo ya mbee kwa lugha ya Kiarabu ina unwani hini: alamul jinni haqa'iqun wa awham. Ilipokuwa ulimwengu wa majini na hata wa malaika, lakini sisi tuko kwa majini, ni ulimwengu ambao si katika ule kwa istilahi ya Qur'ani tulouita alamu shahada. Hatuwezi kuwasiliana nao kwa hisia zetu 5. Ni ulimwengu unaoingia katika upande wa alamul ghaib, kama malaika, kama Mwenyezi Mungu, kama majini, yani hatuwaoni, hatunini. Kukisha kuja mambo ya ulimwengu kama hunu, huanda sasa kila mmoja kubuni fikra zake, mbali na ule ukweli ulioko, hutoa nafasi ya nyongeza, hutoa nafasi ya taawili nyingi. Kila mtu akitaka kukieleza kitu kisichokuwa mbea mato yetu, atakieleza kwa mtazamo wake na nyongeza zake.
hawezi kukieleza vile kilivyo peke yake. Ni tabia ya mwanadamu, lazima aengeze. Sasa hapa katika ulimwengu hunu kulipatikana zitu za kihakika na kulipatikana zitu ni za kikhurafa. Sasa mada yetu tunataka kuiandaa hapa. Watu kwa jumla mbe ya kadhia hii ya majini akiwemo ibilisi wagawanyika takriban makundi mane. Wako grupu 4 wote. Tukitaka kuwagawanya na tutakapokuwaeleza kila mmoja katika sisi atajiona yeye uko wapi. Grupu la kwanza, kuna watu wao waamini majini wapo kwa kadri walivyoamrishwa na kuelezwa na Qur'ani, na kwamba ni ziumbe Mwenyezi Mungu amewaumba. Kama nilivyonena, ndani yake kuna wema, ndani yake kuna waovu, ndani yake kuna Waislamu, ndani yake kuna makafiri. Wana wajibu wa kufanya ibada kama sisi kwa nasi ya Qur'ani. Ile taswira niloieleza yana ya Qur'ani ile, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wana amri ya kufuata mitumi kama sisi, watahisabiwa siku ya kiyama kama sisi. Katika wao kuna watakao kuingia peponi na katika wao kuna watakao kuingia motoni. Kwa kadiri hii ilothibitishwa na Qur'ani, kuna watu wengi, na hawa ndio grupu kubwa la Waislamu na waumini, waamini kwamba hawa ndio ziumbe. Ama tafasil, details za hawa, mathalan huzaana vipi, hula pia wao na kama sisi, hula chakula gani wao, ni hivi masala ya mtee na chapati na mahamri na mbazi kama sisi. Hapa ndipo mahala watu wetu hupata shida sana. Kuna suala moja nimetumiwa hapa, yauliza, je, hawa majini hula? Na wakiwa hula nini? Huyu ataka nimjibu mtama ama mtee ama nini. Hajui kwamba si kila kilacho hula kama wewe. Hata mti hula. Elimu za sayansi zimethibitisha leo, kama vile wewe unavyohitaji chakula na mai na unavyohitaji oxygen, na ule mti pia wahitaji nini? Chakula na mai na nini? Na hewa. Lakini utakwenda kuuzengelea mdomo, hula kwa wapi ule mti? Utakwenda kuzengea jiko, hupika nini wakala wale miti? Wana pilau, wana biriani, wana nini? Kuna sampuli yake ya kula. Hizi bacteria pia hufanya nini? Hula. Hizi zilulu zitoto. Mbu yeo hula, chakula chake ni damu yako, ama ni damu ya kiumbe kwa jumla. Na wataalamu wamemfanyia utafiti namna alao, subhanallah, kimsoma ule mbu. Sasa si lazima ukiambiwa mtu hula ama kitu hula wewe uiete kwako. Kiasi nkiovu sana jamanini. Mtu wa kwanza aloasisi kiasi ni nani? Ni Ibilisi. Hiki kama kile. Ndio kuna mwanachuoni mmoja anena, sisi tukitaka kuelezwa ulimwengu wa peponi hupata tabu sana kuufahamu, kwa sababu twataka kutumia zipimo za duniani kupima ulimwengu wa peponi. Tasikia mtu akwambia peponi kutakuwa huliwa na kunewa tu, hakuna kwenda haja. Mtu atakwambia itakuwaje mtu awe hula hendi haja? Muulize, wewe ulipokuwekwa matumboni kwa mamako ulikuwa ukila ama ulikuwa huli? Kwa muda wa miezi 9 ulikila. Taban ulikuwa huli kwa mdomoni, hula kwa kitovuni. Chakula alikuwa hakipitishwi kwa mdomoni. Ule sisi wazee wetu walikuwa ukovute, sio? Ukatwao. Ule ndio unaopitisha yale mahitaji yako. Suala, ulikuwa ukikojoa kule tumboni kwa mamako?
Ulikuwa ukihitaji kuvishwa pampers kule? Ulikuwa ukienda haja kwa miezi 9 ndani ya matumbo? Kwa hivyo ule ni ulimwengu una kanuni zake, na hunu ni ulimwengu tunaoishi sisi una kanuni zake, na siku ya kiyama ni ulimwengu utakuwa na kanuni zake. Turudi. Majini hula vipi siyui mimi? Hula mtee, hula pishori, hula buru, zitumbua, Allahu alam. Lakini hula maana ya nini? Yani wahitaji zitu katika mwili wao ziingizwe, kinyume na malaika. Malaika la yakuluna wala yashrabuna wala yatazawajuna wala yatanasaluna, hawali hawanwi, hawaoani wala hawazani malaika. Lakini majini wana zitu zote hizi. Hili ni kundi la kwanza. Kwa hivyo kundi la kwanza tunaamini kuna ziumbe huamkuliwa majini, wameumbwa na Mwenyezi Mungu na wana sifa hizi zilizoelezwa na Qur'ani. Zaidi ya hapo hatuwezi kujua. Pili, kuna jopo la pili la amini majini kama hili la kwanza, lakini limekwenda kuwaongezea sifa na mambo zaidi yalivyo na yanavyohitajika, tangu sifa za kikafiri mpaka sifa za kikhurafa, za kisuperstition. Tangu nyuma huko utakuta kuna watu walifika wakati wakawafanya majini ni miungu, wakawaabudu, na hii yeo yarudi kwa nguvu sana ulimwengu wa sasa. Hayakuanda yeo ibada za kuabudu majini kama watu wanakuambia wao Freemason, hiyo haikuanda yeo, wala si mambo makubwa, wala kwamba kumetolewa hili neno la kizungu ndio mkaliona limeanda yeo. Haya yako hata kabla ya Mtume Muhammad. Tangu huko nyuma zilikuweko itikadi za kuamini kwamba majini wana nasaba kamwe na Mungu. Kuna itikadi hizi wana nasaba, kama anavyonukuu Ibn Taymiyyah asema kuna baadhi ya kaumu walikiamini kwamba majini ni nduze, ni akhawati wa Mungu, waliyadhu billah, ni nduze wa kike, yani ni akhawatullah, ni madada za Mungu. Huko nyuma zilikuwa itikadi hizi. Kuna watu wakenda wakawafanya majini wana uwezo wa kufanya mambo ambayo ni kusikilia daraja ya Mungu, kwamba jini aweza kukutajirisha, jini aweza sijui kukufanya kadhaa, jini aweza kufanya kadhaa. Wakaingia kwenye haya mambo mpaka wakatusa mipaka, wakatoka kwenye itikadi. Kuna na watu wakafika katika grupu hili wakawategemezea majini mambo ya ulimwengu yote, kila lifanyikalo njini. Fika wakati mtu akitoka akigongana na jiwe njini, mtu akitoka akikosa mtihani pepa nani ni jini, mtu akitoka embe limeanguka kwenye mti limemgonga nini ni jini. Ikawa wewe umeyafungamanisha maisha yako kutoka alifu mpaka ya litendrekalo ni nini? Ni majini. Ni katika grupu hili la kutupa mipaka. Kwa hivyo kuna watu waamini majini kwa kadri ilivyoelezwa na Qur'ani na zile sifa walizoelezwa na Qur'ani, na hawana uwezo mkubwa kiasi hiko wanavyoamini watu. Na ukitaka nenda kasome suratul Jinn, na uwezo wao ulipunguzwa zaidi baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad. Qur'ani yatuambia nyuma kidogo majini walikuwa na uwezo zaidi, lakini ilipoanda ishara za kuwa mtumi amo hutumilizwa, sio umetumilizwa, amo hutumilizwa, karibu ataetwa, majini walianza kufungiwa baadhi ya zitu. Na wenyewe wamejieleza katika suratul Jinn, wanena wa kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tulikuwa na tabia ya kupanda mbinguni kwenda kusikiza udaku.
kwamba mimi huyu yanena kwa lugha za kikwetu, umbea yani. Wa kunna naq'udu minha maqaida, tulikuwa tukiketi huko mbinguni maketo ya kusikiza. Ni maketo gani ya kusikiza? Siona udako, yani tukizisoma movement za malaika walizopoa na Mwenyezi Mungu katika kuweta mambo ya kuendesha ulimwengu. Si kuna malaika wa mvua, si kuna malaika. Sasa wao walikipata leakage kama za mtihani wa KCPE, hauyasikilia huku wakiambia, wakikwambia bwana mimi nayua, wao wakiidai kwamba ya'lamuna al-ghaib. Walikuwa hawakwambii bwana mmeyaona masuala, ukwambia mimi bwana nimepiga ramli usiku, nayua mathi swala la kwanza litakuwa swala gani. Ukimwambia swala gani atakwambia ni topic kadhaa kadhaa, nenda kasome uzuri sana, lakini ete kitu kidogo. Sasa majini wasema sisi tulikuwa na tabia hiyo, tukipata leakage za habari kwa malaika, tukijambio katika ulimwengu, tukiwapa wale makuhani wakitabiri kesho kutwa mvua itakunya, kesho kutwa fulani atakufa, sijui kuna kadhaa na kadhaa. Wa kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yajid lahu sakini, kutoka kulipoamuliwa muhupo wa utumi Mtume Muhammad, akurubiao mbinguni hupijwa kimondo. Yajid lahu shihabar rasada, Mungu ameweka zimondo huwapija. Na aya kama hii iko katika suratul Mulki kama sikukosea, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, tumeupamba wingu wa ulimwengu kwa nyota kama taa, lakini si taa tu zile nyinyi mwaziona ni nyota, zingine makombora. Waja'alnaha rujuman lishayatin, na tukazifanya ni zimondo na mabomu kupijwa nani? Mashetani wanaojaribu kwenda kutaka kujua habari za ghaib. Sasa baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad, mlango wa mambo ya ghaibu kwa mashetani ulifungwa kabisa, ulifungwa kabisa. Lakini sasa utakuta watu bado wanazo imani kama hizi. Hili ni grupu la pili. Grupu la tatu, kuna watu wamekwenda wakakanusha kabisa, hakuna kabisa kitu wa majini, na hizo ni asatirul, ni khurafati tu. Na hawa wingi ni watu ambao hawana dini. Kuna na wenye dini wamenasibishiwa, ambao mimi nina wasiwasi kidogo kukubali nisba kama hizi. Kuna baadhi wamenena Mu'tazila ni wamoya, walikuwa wakanusha kwamba majini wapo. Gawa nimejaribu sana, wakati haukunitosha kwenda kuwataka kuwasikia wenyewe unena hiyo, kuliko kumtegemea mwanachuoni ambao si Mu'tazila. Manake Ibn Taymiyyah awanukuu Mu'tazila kwamba Mu'tazila hawaamini kwamba majini wako, na ni kitu mustabaad kwa kiasi fulani. Almuhimu tataka tahqiq. Tunachokitaka sisi ni kwamba hili ni grupu la tatu, la sema hakuna zitu hizi, wala msipoteze wakati. Kwa hivyo kuna waaminio majini kwa kadiri ya walivyoelezwa na Qur'ani. Kuna wanaoamini majini wakaongeza na khurafati na superstition na zitu za zaidi ambazo ziko zaidi ya uwezo. Kuna na wakanushao majini, hakuna kabisa. Hizi zote sisi waaminio majini nishawazungumza, wakanushao dalili zetu za kuthibitisha tushazitoa, waongezao tutakuwa kuwajadili baadaye. Mimi nataka grupu la 4 la mwisho. Kuna na watu wanena majini wako kama grupu la kwanza, lakini sisi tunavyoona majini ni nani ni tofauti na fikra mulizonazo nyinyi kwa muda mrefu za kuamini hao ndio majini. Yani tukhtalifiana na wao katika tashkhisul misdaq. Sote tukubali jini uko, ni nani huyo jini? Hawa wana tafsiri zao, hawa huamkuliwa almuawiluna, wamezokuya kutoa ta'wili. Kabla siangia kuwaeleza maoni yao hawa, nataka kidogo kuwapa msingi muhimu mufahamu.
baada ya kuanguka utawala wa Kiislamu na Europe kuamka na Waislamu kuporomoka, iwekeni sababu za kuporomoka Waislamu ni nyingi, tukitaka kuzungumza si wakati wake. Sababu za kuinuka Ulaya, moya ni kulikimbia kanisa. Kufaulu kwa wazungu ni siku walipoamua hawataki tena dini, walifaulu. Kufeli kwa Waislamu ni siku walipoamua hawataki tena dini. Sijui tumeelewana vizuri? Na ndio Sheikh Muhammad al-Ghazali, mmoja katika mashekhe wakubwa wa Azhar, anena tofauti ya Mkristo na Muislamu katika kubeba dini yake ni tofauti ya mtu alobeba gunia la chumvi na godoro akavuka mto. Katika baadhi ya vitabu zake Sheikh Muhammad Ghazali asema tofauti ya Mkristo na Muislamu ni kama mtu mmoja ameingia kwenye mto upande hunu, mai ya kumfinika, uengete gunia la nini, la chumvi, na mmoja uengete godoro la sufi. Upi atakuwa mwepesi kuvuka? Upi alichokiangata kitakuwa sababu ya kumzamisha? Ukristo sio ule alouteremsha Mwenyezi Mungu kwa Nabii Isa, ule ulotiwa superstition za binadamu, ukayazwa zitu zisoeleweka, ulisababisha Ulaya kudidimia kwa muda mrefu katika uduni, na ukasimama ukawa dhidi ya maendeleo ya kisayansi na ya kielimu. Kwa sababu nini? Itakuwaje wewe Galileo uje utuambie ulimwengu ni dori na sisi wanazuoni wametuambia si dori? Itakuwaje wewe Newton, sio yule, utakuja kutuambia ardhi ina gravity na sisi hatujaona kwenye Biblia kumenenwa ardhi kuna nini, kuna gravity? Itakuwaje? Na mara nyingi watu wenye dini wana sifa ya kushika ina la murtadi kukurushia. Ukianza kujenga fikra tu wewe tofauti na walizozizoea, sio zilizoelezwa na Mungu. Kuna fikra zilizoelezwa na Mungu, kuna na fikra tulizozizoea sisi. Uwa haraka ukwambia amekufuru huyo, murtadi huyo, amepotea huyo, msimsikize huyo. Sasa hii ilianza, na ndio kukapatikana kitu kinachoitwa Ulaya, mpasuko baina ya sayansi na dini. Zita kama wakewendwa, zitu hizi hazipagani. Sasa wazungu wakawa wako kwenye ndia panda, tubaki kwenye kanisa lakini tukatae maendeleo ya nini, ya kiteknolojia na sayansi, ama twende kwenye sayansi tuliate kanisa. Kwa sababu kwenye kanisa wakwambia ukenda kule umertadi, huku usiye tena msikitini. Sasa wanadamu wa Ulaya walipowekwa kwenye option mbili, waliamua kuliambia kanisa maasalam, tutapambana Jumapili tena tukifika umri wa miaka 70. Ndio utakuta dini Ulaya ni kama mandari ya kwenda tu, kama wewe kila baada ya miezi mitatu huenda picnic na familia yako. Ndio dini, si part of ya life ya wa Ulaya. Ni zile nyongeza kama mandari, kama picnic, kama nini, lakini maisha yao yote. Na ndio kukazaliwa hunu mfumo wa mkuli wao Kiarabu al-ilmania, secularism, ambao la kusikitisha paka wa Afrika wameutukua, huutumia, hukwambia Mungu haingii kwenye maisha yetu. Secularism maana yake nini? Ambao ndio katiba zetu zote zinaoendeza nchi zetu mpaka za Kiarabu ni katiba za nini? Za ilmania. Mumebakishiwa kuoza, na ambao si kazi ya kadhi, na kurithisha haihitaji kadhi, na mwezi hata akaamua hafuatwi. Sio tuambia jamani nini? La, si mimi nena maneno haya. Ukipata nafasi sasa hivi ukitoka katukue kitabu al-fiqh ala al-madhahib al-arba'a cha Sheikh al-Jaziri, uangalie, je, mwezi huthubutu kwa kutangazwa na kadhi ama huthubutu? Angalia rai za madhahib. Sitaki msinena mimi, nenda kasome wewe uangalie.
Taban pale hakutaja neno kadhi, ametaja hakim, sio kadhi. Hata khalifa aweza kuthibitisha mwezi ama hawezi? Tusiingie kwenye hizo mada. Almuhimu ameatiwa makashabu, lakini masala mengine kadhi hausiki. Kuoa haitaki hata kadhi, haitaki hata shekhe. Kwamba sisi tumekuwa wainga wa Kiislamu na tumekuwa tuupekesha Uislamu kama Ukristo. Ukristo ukitaka kuomba toba hujui kuomba toba mpaka uende kwa kasisi akuombee toba. Sisi katika Uislamu hakuna toba ya kasisi. Toba mbewe na nani? Wewe na Mungu. Ud'uni astajib lakum. Ukitaka kuoa ni mwanamke akwambie zawajtuka nafsi bimahri kadha, na wewe umwambie qabiltu zawaja. Hiyo ndo asli. Kama kuzanya nyumba upeka mtu wewe. Si ni wewe uuzao utamwambia mtu nimekuuzia nyumba yako, na anunuao atakwambia nimenunua kwa thamani hini? Ama huetwa mawakili, huetwa shekhe kazanya nyumba? Na jamaa mtu wetu hapo ngato kapata kamishna ututumia huko tu kwenye kuzanyiana majumba na ardhi mashekhe hatukumbukwi. Huko kwenye nikaa kizidi ukapijwa miteni zako ukashikandia ukenda zako. So pale kama huuzwa nyumba ya milioni 10 na wewe umeiona huyui kuipitisha sigha Kiislamu, utanamkua shekhe, basi ala al-aqali nipe 1%, shekhe. 1% ya milioni 10 ngapi? 100,000 shekhe. Nafikiri hatutopita tena tukiomba sadaka ikiwa masala yatakuwa namna hiyo. Ala kulli hal. Kwa hivyo masala ya wewe kumuoa mwanamke na mwanamke kuolewa, hakuna mahala hata pamoja kumeambiwa kuitwa shekhe. Masala ni ijabun wa qabul. Ni kama bi'tuka na qabiltu, ni kama nimekuajirisha nimekubali, ni kama nimekukodisha nimefanya nini, nimekubali. Na ile nimekuoza nafsi yangu, mwanamke akwambie nimekubali. Naam, mwanamwali kwa taka idhini ya nani? Hayo masala mbali, msitukue mambo mkanijazia kila kitu lakini idhini ni atoe tu. Akisha kusema okay, mimi nsharidhika baba, kuisha. Sisi huongeza tabani. Tasikia shekhe poleni, mimi upenda kusahihisha tujue za kidini na sisokuwa za kidini. Utamwona kadhi hata amekuja msikitini uketizie ataka kuoza kukwambia babake uko ankuliwe baba ndoe mpe idhini huyo. Bebe umeshapeka posa, umesharidhia, ushapokea mahari, mshatangaza harusi. Wewe baba ndio uliokuwa kunialika mimi harusi. Ati msikitini nakwambia umenipa idhini. Hakuna kutafuta idhini. Umesharidhika. Kama alikuwa hakuridhika, angetangaza nini? Angetangaza zita mwini kwamba mimi mwanangu huolewa, mimi sitaki. Baba uifundie kibobo, yeye ndio hukoroga harisa, hukata halua, kisha ati paka kuoza baada dakika 5 hayatoa idhini. Ataka kutoa idhini. Ala kulli hal. Naam, aweza kuwa hayatoa idhini ni nani aoze, sio hayaridhika. Ni kukupa wewe binafsi sasa fulani authority ya kuoza. Hayo masala mbali. Turudi, lakini yeye ndo alokuambia utamuoza binti yangu. Kwani uambiwa pale msikitini wewe? Wewe ukipangwa utakwenda kuoza. Tuulizeni sisi mashehe, wengine upo habari bado mwezi. Na mtu aliyokuwa kukwambia ni baba wa binti, anakuambia bwana mimi nina harusi tarehe fulani na nataka wewe uniozeshe. Kwa hivyo ushanipa authority sasa. Haina haja pale msikitini kwa mkuu tena nikwambie nipa nini? Nina idhini. Turudi kwenye mada yetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Ukristo ulipokuwa ni mzigo kwa watu wa Ulaya, waliamua kuutupa wakafuata sayansi. Na ndio zita zikubwa. Waislamu walipoamua, Waislamu hawatomtoa tena Ibn Sina. Walipomtoa Ibn Sina walikuwa hawana skuli, walikuwa hawana uzungu. Waislamu walipomzaa Khawarizmi walikuwa hawana skuli. Waislamu walipomzaa Jabir ibn Hayyan, mwanzilishi wa hisabu inayoitwa aljebra, limetokamana na jina la nani? La Jabir. Mwanzilishi wa somo linaloitwa chemistry, wengine wanamuita Jabirul Kimawi, ndio mtu wa kwanza aloweka misingi ya somo liamkuliwa nini?
chemistry. Hawa wote walikuwa hawazungumzi kizungu, hawa wote hawakwenda skuli, hawa wametoka kwenye zituo za kidini. Ibn Sina ni mwanachuoni, ni mwanafikihi, ni daktari. Si daktari wa kutibu malaria jamanini, ni daktari atambulika ulimwengu. Wazungu wenyewe wanena hapa tulipo ni kwa fadhila za nani? Za Ibn Sina. Waislamu wakayaona haya ya upuzi ya kina Ibn Sina, wakayatupa, hawayasikilia hata kwenye 10% paka yeo ya nani? Ya Ibn Sina. Ibn Sina amefanya operation wakati huo shekh, ambapo hakuna hizi zote mziwao nyinyi, maoksijini manini sijui nini, amezifanya. Ibn Sina ametengeneza mishipa fulani ya kutoa kwenye kondoo, akashona. Yao una majaraha fulani mpaka ufanywe nini? Ushonwe. Ibn Sina. Na alikuwa hayui hata what you want them. Takatuelewana. Sasa Waislamu nao wakaja wakaanguka. Kuja kuanguka nipenda sana hapa. Wakaona wazungu kwa nini waliendelea? Walipolipiga teke kanisa. Sisi kwa hivyo tukitaka kuendelea tufanye nini? Tupige teke msikiti. Hapa ndipo penye kitandawili kikubwa sana hapa. Kumbe kwetu sisi kuupiga teke msikiti ndio kuzidi kufanya nini? Kutokomea. Kwa sababu sisi katika historia yetu msikiti ndio uliotuinua. Sisi, sitaki kuingilia Wakristo sana mimi. Sisi katika historia yetu msikiti ndio uliofanya nini? Ulotuinua, ukatupa watu kama kina Ibn Khalduni na kina Ibn Sina na kina Ibn Rushdi na kina Khawarizmi, endelea mpaka mwisho. Hawa watu tulipewa na msikiti. Almuhim, tukarudi nyuma. Pap kukaja mwamko sasa wa wazungu kiteknolojia sasa. Bila shaka hatuwezi kushindana na yoyote atakaye kushindana, ima haelewi duniani huendelea nini ama ni mkaidi. Wazungu wako mbele yetu kwa hatua 100 katika maendeleo ya kidunia. Hili halistiki. Kila kitu tulichonacho leo ni yeye, sisi. Na mara nyingi mimi huwa kuambia hapa, paka nguo tuvezo, paka kandu tuvazo kuswalia Mungu, made in wapi? Zao wao. TV ni zao, kompyuta ni zao, magari ni yao, ndege ni wao. Naendelea paka mwisho sasa walounda. Simanda leo mwenye kunena sisi kitu kikubwa tumezokigundua mara hii ni kuweza kuifunga bomu kwenda kuua watu ndani ya msikiti. Huduma kubwa ambayo yote waweza kumfanyia binadamu. Sasa kuna baadhi ya wanazuoni katika 60s, naja kwenye mada sasa, walipokuja kwenye huu dhaifu tulionao wa Kiislamu na kufanikiwa kulioko Ulaya kisayansi na kiteknolojia, na wao walikuwa ni maprofesa na ni wahadhiri katika mauniversity, wakenda wakisimama mbele ya wasomi wendani wao wa kizungu, hupata tabu sana kuthibitisha zile nadharia zizungumzwao na wazungu. Hawa wakaja na mwamko unaoitwa, ilikuwa nyuma ya 60s, kurudi nyuma, Qur'ani miujiza, Qur'ani miujiza, kila mtu huzungumza miujiza haya ya kawaida. Kukatoka msamiati mpya unaoitwa al-i'jazul ilmi, umeanda 60s huo, miujiza ya kisayansi katika Qur'ani. Na katika watu walioanda mambo haya wakubwa, nitakuja baadaye kuwaelezea kwa tarikhi baadhi ya wasomi na wengine wakawafuata. Kisha kukaja tena msamiati mwingine ukaitwa al-i'jazu tibbi, miujiza ya kimatibabu. Wakaanza kunena zile zitu alionena mtumi kuhusu tende, zitu alionena mtumi sijui kuhusu habati soda, sio zitu zilizozungumzwa na Qur'ani kwamba asali ndani yake kuna nini, shifaun linnas na kadhalika, na mambo sampuli hiyo. Hii kaitwa al-i'jazu tibbi. Tukenda wengine wakaja na nadharia ya al-i'jazu riyadhi, ikaja miujiza ya kihisabu katika Qur'ani, masala ya kimathematics. Na kuna zitabu zimeandikwa kwa wale ambao ni mahodari wa kihisabu, wakiketi watakuta mambo ya ajabu sana shekhi katika Qur'an.
Kuna miujiza ya kihisabu ya ajabu kubwa sana. Yani nitawapa kama mfano tu, lakini ni zitu zataka utafiti hizi. Mfano wamesema zile sura zinaondoa na harufu zile kama alif lam mim. Mfano ukipiga calculation ya suratul Baqara kutoka mwanzo mpaka mwisho, utaipata alifu ndio harufu iliyotumika kwa namba kubwa zaidi, ikifuatiwa na lamu, ikifuatiwa na mimu. Mfano ya sio mzima ameanza alif lam mim mathalan. Kwa hivyo hizi harufu tatu ndio harufu zilotumika kwa wingi mathalan, na alifu ndio number 1, na lamu ndio number 2, na mimu ndio number 3. Na wana theory nyingi sana. Mimi kidogo kituo changu katika mambo ya kihisabu hakikuwa kizuri hivyo. Wana theory nyingi sana za kimathematics wamezitoa katika Qur'ani, wasema ni miujiza ya nini? Ya kihisabu. Wakaja na wakatoa huduma kubwa kusema ule ukweli. Walituinua uso kwa lugha zetu, na tukawa tuweza kusimama sasa, angalau alotengeza ndege ni mzungu sisi, lakini umwambia Mungu alizungumza kitambo hizo kabla ya karne 1400, ndio hoja kubwa tulionayo sisi. Tumebaki kunena tu ile past glory waita, sio sisi. Kina Ibn Sina bwana ndio walofanya mambo hayo, si nyinyi, si Newton bwana aloanza haya, wala si fulani. Hiyo ni yetu hiyo. Wakatupanga lau huja hii, hawa walitusaidia yani. Tukawa sasa tukisimama kwenye makongamano, akija mtaalamu akianza kutoa nadharia, na sisi tunamwambia leo ule ina lake gumu, kila siku hujaribu kulinena hunishinda. Amekufa yuzi ule mwana physics mkubwa akitembea kwenye kiti ule. Hawking sio. Mwana fiziai mkubwa amekufa miezi kama 3-4. Biggest physics katika ulimwengu. Yeye ndo alogundua ile ndoeleza ya Sidratul Muntaha. Alogundua kwamba huko juu mbali sana kuna tundu zinagiza na kiingiacho hakirudi. Sawa? Yuzi hata mimi na huyo mwanafunzi wangu ama tulikuwa tukiketi tukijadili wasamai wa tariq, tukafika kwenye nadharia ya huyu Hawking, sio huyo Hawking, sio nani, wasamai wa tariq. Mwenyezi Mungu hapa kwa mbingu wa tariq, na nyota inaogonga. Taraka nkugonga mlango kwa lugha ya zamani. Taraka nyundo huanguliwa hiyo Kiarabu mitraqa, nyundo ya kugongea. Sasa hiyo ni utafiti wa sayansi pia, wataka kazi nao. Nyota gani hiyo gongao yatakaiangaliwe. Pia Waarabu hutumia tariq kwa mtu azukao usiku. Saa 7 za usiku yeye ndo hungia mwendo huonekana huanguliwa tariq. Na hata baadhi ya hadithi Mtume ametukataza kuwaingilia wake zetu katika majumba masiku sana, sio kwa kutoka safari. Kisha angalia hili wanajmi unene wasamai watariq wama adraka matariq. Nipo atariq an-najmu thaqib. Nenda kwenye physics leo wakwambia hiyo aloigundua huitwa athaqbu. Thaqib ni tundu inaotoa upande wa pili ambao pengine hayulikani huwekelea wapi. Sasa sisi huku nyuma tulikuwa tukifasirie, si watolee makosa mashekhe, walikuwa wakiruka kwa mbawa zao wakati wao. Wanajmu thaqib, na nyota yenye tundu, twendeni mbele. Sasa hapa pataka pasimamiwe wanafizia wateremke watuambie an-najmu thaqib hapa nini na at-tariq ni nini na mengineo mpaka mwisho. Na kuna zitabu zimeandikwa, wakatuinua uso kiasi kikubwa. Kukapatikana kitu kingine sasa. Kukatoka wasomi wa kisekula ambao wametahassas katika hizi elimu. Ima utampata mtu mathalan ni mutakhasis katika chemistry, ama mtu ni mutakhasis specialize katika physics, ama endelea paka mwisho si msomi wa dini. Katika Waarabu na wasokuwa Waarabu, hawa wana mchango mkubwa pia, wao wamechangia kutusaidia kuzionesha aya za Qur'ani zinazoleta nini
fikra za sayansi, kwa sababu kuna shida, kuna gap. Sisi mashekhe tulokuya baada ya kuporomoka, ambao hatukuwa maibnu Sina, hatukuwa ni wanafikihi na ni wana sayansi. Ibn Sina alikuwa mwanafikihi, mwana sayansi, ni mvunduzi. Sasa hii jili ya wanazuoni wetu ni tuna mashekhe si wana sayansi, na tuna wana sayansi si mashekhe. Hapa ndipo walipokuwa na tatizo. Sasa mashekhe wakitaka kuzizungumza aya za sayansi kisayansi, huenda wakazieleza theory za kisayansi, makosa mara nyingine sivyo zilivyo kule kwenye sayansi. Na wanasayansi wakitaka kuzieta theory za kisayansi kwenye Qur'ani, huja wakazifasiri aya sivyo. Na ndio Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi akatoa maoni kutengenezwe jumuiya, kongamano la watu 30, 40, 50, kutukuliwe katika kila sekta specialist, kisha kuingizwe na mashekhe, kutungwe tafsiri ya pamoja. Kutungwe tafsiri ya nini? Ya pamoja. Nitawapa mfano. Shekhe leo alikuwa akituzungumzia ashabul fil. Nenda kwa Sheikh Muhammad Rashid, katika wanazuoni wa Azhar, alikuwa Sheikh al-Azhar, na al-Imam Muhammad Abdo, walipofika kwenye fa arsala nini, tayran ababil, wasema si nyuni wale, ni bakteria za maradhi kama kipindupindu na kama nini. Walikwenda wakadestroy lile jeshi lote. Zile zijiwe musikiazo nyinyi ziliingia kwenye kitwa, zikatoka kwenye, ni aina ya bakteria zinaokumaliza kingozi, kama maradhi ya ngozi, zikawa ngozi humumunyuka ukamalizika ukayayuka. Ziko kwenye tafsiri zao hizi, al-Imam Muhammad Abdo na Sheikh Muhammad Rashid Ridha, katika kuifasiri alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil. Sasa nyinyi mko fasiri wakatumwa nyuni. Sasa nyuni gani hawa? Watukuzie zijiwe kwenye midomo yao na kwenye maguu yao, tarmihim bihijaratin min sijil, wawarushia zijiwe za uongo, faja'alahum halali. Angalie yani la mti liloliwa huliwa na nini? Na zijiwe ama na bakteria. Ushaona shamba yako umeilima ikangiwa na wale walulu wale, wakimalizika hukufanyia yani la mti kama kimia, ndio hiyo kaasfin maakul. Sasa hawa wakaja na nadharia hini kwamba tayran ababil si nyuni bana, ni lugha za kisayansi hizi. Lakini walikuwa wataka wale makureshi wakati ule waambiwe kwa lugha gani waelewe mambo haya, waambiwe ni bakteria, ni jarathim, ni nini. Hawangelizidi kumwambia bwana mtumi ni mandazimu, wao kitambo wamemwangua nani mandazimu, ambao nyinyi mumeifurahia hii nadharia. Lakini hii ni katika nadharia za makosa. Ma ihtiramina li Sheikh al-Imam Muhammad Abdo na Sheikh Muhammad Rashid Ridha, haitoshi yana niliwaambia fikra kuwa sawa kisayansi. Aya utaka kuilisha ile fikra, maneno yake ya kilugha ya kubaliana na hiyo fikra. Mfano, lini sisi twajua katika kugawanywa kategori za ziumbe, kuna wanyama, kuna insects, sijui sio uneno na hiyo. Je, lini bakteria katika lugha ya Kiarabu aiza kuitwa tayr? Ya kwanza. Pili, Sheikh Muhammad Abdo na Sheikh Muhammad Rashid, mukitaka kututoa kwenye nyuni kutupeka kwenye bakteria, yani mwataka kututoa kwenye tukio kwamba lilikuwa ni la miujiza, si la miujiza, ni mambo ya kawaida. Sasa si miujiza tena. Ikiwa si miujiza, nifundisha nami bakteria itangia msikitini muue kafiri si muue Muislamu. Big challenge. Kwa sababu wale walikuwa kwa Maka, kipindupindu kimeingia wapi?
Kimeingia Maka, kipindupindu kikiingia kitataua Waislamu, kiwaate Waislamu kishike makafiri, kitaua. Sijui tumeelewa vizuri sana. Pili, haijasajiliwa katika kitabu chote cha historia tukio la kuingia maradhi hayo katika maeneo ya Maka katika miaka hiyo yote. Hakuna hata mwana historia mmoja ameashiria kitu kama hiko. Sipingi kwamba Mwenyezi Mungu aweza kutuma nini? Bakteria, lakini tusilishe suratul fili zitu zisokubali matumbo yake kuingia, kwa sababu pale pia twahukumiwa na matukio ya kihistoria, twahukumiwa na alfadhi za nini za Kiarabu, twahukumiwa na nini. Sasa wameteleza kwenye baadhi ya mambo mengine wameyapata, lakini kuna baadhi ya mambo wameyataka kuyalazimisha sayansi na hayangii kwenye nini, kwenye sayansi. Sasa suala, kuna baadhi ya hawa mkondo wa nne watuambia sisi majini sio ziumbe hawamu wayuwao nyinyi kila siku muambi wao kwamba hawaonekani nini. Majini ni nani? Ni bakteria zizi. Na neno jini katika lugha ya Kiarabu yenyewe la kubaliana na bakteria na jarathim. Kwa nini? Kwa sababu ukirudi katika lugha ya Kiarabu neno jini ni kila kitu kilositamana ambao si rahisi kukiona kwa macho yako. Na ndio jina, kijana aliyoko matumboni kwa mama huonkuliwa janin Kiarabu, kwa sababu haonekani, hayulikani mwanamume wala mwanamke mpaka kutumiwa teknoloji. Sawa? Ndio majununi akaankuliwa majununi kwa sababu akili yake imestamana pia. Ndio bustani likaitwa janna kwa sababu limeshapatana miti mpaka huoni. Si kila shamba huankuliwa janna jamanini. Janna ni shamba imezoshapatana miti. Kwa hivyo neno jini ndani litukuzie maana ya kitu kisoonekana kabisa au chenye ugumu kukiona, paka pengine ukizengee kwa zile zombo za kuangalilia, na hiyo ni bakteria. Engezea hadithi, nimeongeza dakika 2-3 lakini nafunga darasa hapa. Engezea zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam alotuambia, jamanini katani kucha zenu musizifanye ndefu sana, hayo yatakuwa majumba ya shetani. Na wasema wanazuoni kucha zikiwa ndefu hapa kwa keti uchafu, kukiketi uchafu bakteria zaanda wapi? Jarathim zaanda hapo. Chakula ufinikani usiku, musikiwate wazi mukilala na chakula usiku, kwa sababu shetani waweza kufanya nini? Kuingia. Na kadhalika hadithi tungu nzima. Je, haya ni kama tayran ababil ama tuweza kuyakubali? Majibu yetu insha Allah taala tutayajibu kesho. Kuna maswali yamekuja lakini leo wakati hauniruhusu, nimelijibu moja aliouliza na mengine nitayajibu kesho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.